Naitwa Witness Gideon Masaka. Kwa ninavyoona, yani namna sahihi ambayo inaweza kufanya vijana wajiepushe na hivi vitu, serikali itoe elimu kwa vijana kuhusu madhara, maana kuna wengine wanatumia wakiwa hawajui madhara yake. Inatokana labda mtu ni ameshawishika au ameona rafiki yake anatumia, ndio maana yeye amamua atumie akiwa hajui madhara yake. Yunus Hamisi Shame, natokea shule ya Yumwa sekondari. Hapa kwa ushauri au kwa maoni na ushauri, naomba ni serikali iendelee kutoa elimu ya madawa kulevya katika shule au katika ngazi za shule, haswa zikiwemo shule za sekondari pamoja na vyuo vikuu. Na ishauri serikali kwa sababu asilimia kubwa vijana ndo wanaathirika kuhusu madawa ya kulevya. Naam, kwa majina yangu naitwa Elia Yohana, ni mwanafunzi wa chuo cha mipango, ni kiongozi kama siara, ni mwakilishi wa darasa katika maadhimisho haya katika kutekeleza masuala madawa ya kulevya kwa vijana. Ni vijana wengi wameathirika katika nyanja hii kwa kutumia madawa ya kulevya, imepelekea ukosefu wa ajira ama watu wengine vifo mbalimbali na familia kuweka matabaka mbalimbali. Kama serikali labda ingeenda kuchukua njia tofauti, labda kuanzisha madodoso katika mtandao, watu mbalimbali kuweza kujaza taarifa na kuweza kupata elimu juu ya tatizo. Kwa majina naitwa Loisi Ngaliga, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha St. John Dodoma, Tanzania. Katika kongamano la leo tumejifunza kuhusu madawa ya kulevya, na inavyoonekana kwamba wanavyuo ndio wanaoathirika wakubwa wa madawa ya kulevya. Hivyo basi tunachukua nafasi hii kuipongeza serikali tukufu ya Mama Samia kwa kuleta kongamano hili ili kutufunza na kutuelekeza jinsi ya kupambana na kukataa kikamilifu utumiaji na uenezaji wa madawa ya kulevya. Naitwa Jackson Bia, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma katika taasisi ya maendeleo ya jamii. Lengo kuu ambalo tumejifunza katika siku ya leo katika ufunguzi wa kuadhimisha na kupambana dhidi ya madawa ya kulevya ni jinsi ya utumiaji wa mitandao ya kijamii, hasa kwa upande wa vijana. Tunajua vijana wengi kuna ile peers influence ambayo ndio imekuwa moja kati ya sababu kubwa ambayo inasababisha vijana wasiweze kupiga hatua katika sehemu moja ama nyingine, hasa katika uraibu huu wa madawa ya kulevya. Hivyo basi vijana wenzangu mliopo au mnaonitazama, ninawasihi katika kutumia mitandao ya kijamii vizuri ili kusudi tuweze kuwa na ile social impact au impact kubwa katika jamii ambayo itatupelekea katika maendeleo makubwa sana. Naitwa Regina Karen Kennedy, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John University of Tanzania ambao kinapatikana hapo Kikuyu Dodoma. Kwa kweli wimbi la utumiaji wa madawa ya kulevya kwa sasa hivi limepungua kwa kiasi kikubwa, na nashukuru sana serikali kwa kuweza kupunguza hili wimbi la madawa ya kulevya. Lakini ushauri wangu kwa kuendana na mheshimiwa alivyosema kwamba yani kwa sasa hivi madawa ya kulevya yamezidi kupungua kwa 100% kwa sababu ya kuondokana na vyuo vikuu watu wanavyotumia, na pia kwa sasa hivi kwa mimi ushauri tu kama kijana kwamba kuna baadhi ya pure influences ambazo ziko ndani ya vyuo au nje ya vyuo, tuweza kuavoid kwa kutumia njia mbalimbali. Kwa mfano kuna media ambazo mbalimbali zinaweza kupromote hizi education za madawa ya kulevya, na pia kuna media tofauti au kuna zile logs au posters ambazo zinapostiwa ndani ya mitandao. Kwa kama sisi vijana tunaweza kujinasua kuna hili janga pia kwa kuwa na ile motivation nene, yani unakuwa unajiamini kwamba mimi kijana bila hiki siwezi nikafanya hiki.